Wanajiuliza sasa itakuwaje watu wakagoma kabisa kama ambavyo tunavyoona watu hawataki kucheza mchezo, na vipi hizo timu za championship na vipi timu za first league division huko? Ndo maana nasema mimi siwezi kutoa opinion kwenye eneo ambalo lina utaratibu na kuna taratibu ambazo zinatakiwa zipo na zinafahamika, kwa sababu sio mara ya kwanza ligi yetu inachezwa. Ligi yetu inachezwa kwa muda mrefu, inamalizika kwa mujibu wa kanuni na taratibu zilizokuwepo. Kwa hiyo mimi naamini ligi itamalizika kwa mujibu wa taratibu na kanuni zilizokuwepo. Isipomalizika basi ndo kila kitu, ndo maana kuna historia duniani. Au vipi bwana? Kwa hiyo tusubiri tuone kama kuna history inaweza kaandikwa, lakini mimi naamini ligi itachezwa na itamalizika. Kama kuna mambo mengine yatatokea basi huwezi jua, ndo kama ambavyo tulishuhudia kwenye mwaka 2019 kuja 2020 kulitokea janga la corona. Ligi kasimama hata kwetu ilisimama ligi kwetu, baadaye ikaja ikaresume tena, na duniani kote kwa janga la kidunia. Kwa hiyo tusubiri tuone itakavyokuwa, kwa sababu kuna mamlaka. Unajua kwa vitu vingine hatuwezi kuzungumza, sisi ni wadau. Tupo kwenye Samia Cup huku au vipi? Hatupo kwenye uongozi wa shirikisho, bodi ya ligi, hatuwezi kuwasemea sisi, si ndio bwana? Tunawaacha wao kwa sababu wana taratibu zao. Nafikiri sisi wengine tunabaki kuangalia. Kwa kumalizia kabisa, kuna kitu nataka nifahamu kutoka kwako. Mchezaji bora kwako unaangaliaga vitu gani na vitu gani unasema huyu ni mchezaji mzuri sana? Sasa sijakuwa katika mazingira yapi, kwa sababu kwa mfano leo yupo kwenye Samia Cup hapa, unaangalia, unapita huko mtani unaangalia mchezaji wako bora, ukimtazama unajua labda huyu ni mchezaji bora, unaangalia nini na nini na nini? Kuna vitu vingi, unajua kuna vitu vingi ambavyo haviko kuna mchezaji ambaye unaweza kumuona kwa mechi moja ambaye anaitwa man of the match, si ndio? Alafu kuna mchezaji ambaye wa msimu mzima, man of the tournament, mchezaji bora wa msimu. Kwa manake katika kila mazingira namna hiyo kuna vitu vya msingi, manake mtu ameperform kwenye position yake. Kila mchezaji kwenye eneo lake ana majukumu ya kimsingi ambayo anatakiwa atekeleze. Kama alikuwa ni center back kwenye mchezo husika, kama ni tuzo mchezaji bora wa mechi, kwenye nafasi yake alitekelezaaje majukumu yake, kwa maana yake aliperform vile inavyotakiwa kwa mujibu wa hiyo nafasi. Mara nyingi wanaangalaga wachezaji wanaocheza kwenye nafasi za mbele, mshambuliaji kafunga magoli, kafunga hat-trick, maana yake katekeleza jukumu lake la kufunga. Kuna mwingine anaweza asifunge akawa amesaidia kwenye timu kupata matokeo. Yaani pamoja kwamba kuna mtu kafunga, kuna mtu kazuia, lakini kulikuwa na mchezaji ambaye yeye alikuwa kiongozi, alikuwa na work rate kubwa, alikuwa na kila tukio alifika, na ukijumlisha overall anaweza akawa man of the match. Lakini mwisho wa siku ni namba au ndo zinazungumza, wala hakuna kitu kingine. Kwa tafsiri yako hiyo, mfano Joshua Mutale ni mchezaji wa ile man of the match, Simba walikosea? Siwezi kusema wamekosea. Unajua sio kila mchezaji anayesajiliwa kwenye msimu wa kwanza anaweza akakupa matokeo, na kwa bahati mbaya sisi Tanzania hatuna muda kusubiri, kwa sababu ukifuatilia hizi timu kubwa zina pressure kubwa ya mashabiki, na sisi pia na sisi media pia wakati mwingine tunachangia wakati mwingine kutuliza pressure kwa mashabiki na viongozi. Kwa hiyo mimi ukiniuliza msimu wa kwanza, mimi siwezi kujaji mchezaji kwamba huyu mchezaji bora au mchezaji sio bora. Mpe kidogo muda, kwa sababu ligi yetu ni mpya. Unakuta mchezaji ametoka Zambia. Ukiangalia wachezaji wengi wanaofika hapa sio kwamba wakiingia msimu wa kwanza wana click. Hata Chama mwenyewe ambaye amekuja kwa Aruru hakuklik msimu wa kwanza, si ndio? Kwa hiyo mimi nafikiri kwa huyo Mutale specifically ule mzungumzia, haitakuwa fair nikimjaji kwa msimu wa kwanza. Bado tumpe msimu mwingine wa pili tuweze kuona itakuwaje, kwa sababu yeye ni binadamu, kaja kwenye mazingira mapya, anahitaji kuzoea, anahitaji kukutana na mashabiki wapya, staili mpya, tamaduni tofauti. Kwa hiyo tumpe chance kidogo. Ni mchezaji mzuri, sio mchezaji mbaya. Na kuna Selemani, Salim Bwenzi, Wilson Nangu, wale unaotazamaji wale vijana? No, Bwenzi ni mchezaji mzuri. Unajua tena niko na mzozo sasa kanisaidia. Unajua shida kubwa mimi nasemaga sisi waandishi. Unajua sisi waandishi pia tuna focus kwenye mechi. Bila ni mechi ambazo zinamhusu Simba, Yanga, timu kubwa. Si umeelewa? Kwa hiyo kuna wachezaji wengi sana ambao wana uwezo mkubwa sana, lakini sisi pia tuwamuliki. Mfano Selemani, watu wanamuona leo baada ya kwenda Ken Gold.
Lakini Serebwenzi Ken Gold wamemtoa wapi? Alikuwepo. Wamemtoa Mbeya Kwanza Championship NBC. Alikuwa anacheza timu ya Arusha. Alikuwa Arusha TMA, alianza na TMA. Akatoka TMA ndo alikuja Mtibwa. Si ndio? Baada ya Mtibwa ndo ameenda Ken Gold, wameenda. Lakini watu wengi wanamuona Serebwenzi pale, ila sisi ambao tunakwenda kwenye ndondo kila siku. Serebwenzi ni mchezaji bora wa mashindano na timu yake wale Madenge. Si ndio? Top kabisa, sio kucheza tu ndondo, ni mchezaji mkubwa, ila watu wengi hawamjui, si ndio? Hawamfuatilii. Idinado watu wengi wanakuja kumuona baada ya kuja Azam. Lakini Idinado alikuwa anang'aa akiwa KMC. Anang'aa amekwenda Mbeya City. Si ndio? Baada ya kuja Azam ndo anaonekana mechi za Simba na Yanga ndo watu wanamuona mchezaji, wanamuita national team. Lakini wapo wachezaji wengi sana ambao wana uwezo mkubwa sana, ila hatuna utamaduni sisi wa kuwafuatilia chini na kuwaona. Kwa hiyo mimi aina wachezaji kama Serebwenzi. Serebwenzi kwa nini kapata jina? Kwa sababu kama mtungua Diara goli la mbali. Si ndio kawa story? Diara kafungwa, watu wanajua kafungwa na nani? Ndio wanaona Serebwenzi. Baada pale mechi iliyofuata kafunga, mechi iliyofuata kafunga, ndio leo hii hadi watu wanamuona wanaanza kumzungumzia. Lakini mchezaji ambaye kacheza misimu mingi sana na anaperform kila siku. Umeelewa? Na yule Nangu wote sio ndo grupu moja hilo. Unawaona wakifanya makubwa katika nchi yetu. Wachezaji sio wakifanya, tayari wanafanya makubwa. Nikupe mfano, mtu kama Serebwenzi kwangu alichokionyesha leo national team iliyoitwa, kwa nini hujajiuliza maswali, kwa nini hajakuwepo? Kamtafuteni Mgunda, kamtafuteni Moroko, kamtafuteni na Julio. Alafu waulize kama wale wanaendaga mikoani kwenda kufuatilia hizo mechi. Kuna mtu kati ya wao, kuna mtu alienda Mbeya kuangalia hizo mechi kama nao hajakaa kwenye TV. Umeona nachokwambia? Kwa sababu mimi leo hii ungeniambia mchezaji ambaye alikuwa kwenye form anatakiwa kuitwa national team hii iliyoitwa ni Serebwenzi. Okay. Au unadanganya? Na ni mshindani pia. Si umeelewa? Lakini unakuta kwa sababu hajacheza Azam, hajacheza Simba, hajacheza Yanga. Kwa hiyo ingekuwa hivi vilabu msimu ujao akiwasha moto ndo Simba watakuwa wanamtaka sasa hivi Yanga. Si umeelewa? Kwa hiyo kuna wachezaji wengi sana ambao wakiwa hizi timu kubwa ndo wanaonekana wachezaji wazuri. Edwin Barua yuko wapi sasa hivi? Barua alikuwa top kabisa, alikuwa Prison, si ndio? Na national team akawa anacheza, lakini angalia alivyokuja Simba, mazingira ya Simba yamemnyima nafasi ya kuexcel kwenda mbele zaidi. Sasa hivi kama watu wamzungumzii tena. Adam Salamba alikuwa top kabisa wakati yuko Lipuli. Alipokuja Simba ndio ilikuwa downfall yake mpaka kesho. Watu hawajui Salamba yuko wapi, si ndio? Kwa hiyo wako wachezaji wengi ambao wana uwezo mkubwa ambao hawajapata nafasi ya kucheza hizo timu, na kama tungekuwa tunawapromote huko kwenye timu zao na pia tunawashauri vizuri na wao wenyewe wanakuwa na watu wa kuwasaidia kwamba ukienda Simba na Yanga of course wanakuwekea vibunda vinakuwa ndo vina motivate, lakini wakikuwa wanaangalia na career zao kwamba ukienda Simba career yako itakuwaje baadaye, ni bora ubaki Ken Gold au ubaki Lipuli ili uweze kuwa imara zaidi, ili ukija Simba na Yanga na Azam uje ukiwa na mchezaji wa ushindani, sio kuja kupambana kutafuta namba wakati wamesajili michezaji imetoka Ivory Coast, kina Pacome ile kina Ziziki, timu ya taifa. Unajua inahitaji kweli uwe nondo, si ndio? Na hizo timu hazina muda wa kusubiri, wao wanataka mtu ambaye anakuja mara moja, ingie kwenye mfumo awape matokeo. Igala, kwa namna unapomwangalia Serebwenzi, unamuona klasi yake, ana tofauti gani hasa na wachezaji wengine ambao wapo kwenye vilabu vikubwa ambao wanawazidi uwezo? Nimezungumza mwanzoni kwamba ukimwangalia Serebwenzi ni mchezaji hodari na mchezaji bora na mzuri. Hilo halina ubishi, kwa sababu especially kwa sisi ambao tunamfuatilia miaka mingi. Ila kwa wale ambao wamemuona Serebwenzi baada ya kumfunga Djigui Diarra goli la mita 40 ndo wanamuona ni mchezaji mzuri, wanamuona kama vile kaibuka from nowhere, lakini mchezaji ambaye ni top. Ila mimi ungeniuliza ameenda Ken Gold, imempa nafasi ya kucheza, si ndio? Na timu zingine ambazo alikuwa anaenda alikuwa apati nafasi ya kucheza. Ukiacha TMA kule Arusha kwa championship, na alipokuja Mtibwa sio Mtibwa wa kumzingatia mpaka alipoondoka kwenda Ken Gold. Ken Gold amempa nafasi na yeye pia ameonyesha. Kwa hiyo mimi sina hofu na uwezo wake, namfahamu before ajaja Ken Gold, namfahamu before ajaja Mtibwa, namfahamu Serebwenzi toka huko way back.